Zote mbili wako pale, ikuwepo pale Moses Ezekiel. Karibu katika safari ya dakika 90 za mchezo wa ligi ya vijana umri chini ya miaka 17. Ni dabi ya Kariakoo. Faudhi Mwinyi. Basi nafasi tena kwa Simba. Jaribu kuchota mpira ulioweka nafasi ile. Wamekuwa salama Yanga. Jaribu kupita nafasi kwa Simba, weka mkwaju ule. Kwenda nje, hata hivyo mwamuzi amepuliza kipenga tayari, kuashiria kwamba anatoa faida kwa Yanga. Aliruka vibaya kutafuta njia ambayo itamwezesha kuachia cross ile, fanikiwa weka nafasi ile. Bado anasakamwa Simba ndani ya box, jaribu kuachia mkwaju ule. Yes! Moja kwa mazuri sana, anakwenda kuwatuliza, anakwenda kuambia doze, na anakwenda kucheza mapiano ya staili yake. Kijana kutoka Mwanza alitafuta mazingira ambayo anaweza kufanya jambo, akawekea mpira ule, akaachia mkwaju ambao akaishia kudaka hewa. Hassan Abubakari ni zao bundi mbaya, anazengea lango la Yanga. Simba wakiwa wana delay kuchomoka kila mara wanaposhuka kufanya mashambulizi. Lakini wamepoteza mpira ule. Team captain anaiseti nafasi nyingine, Yanga wanaitengeneza, inaingizwa cross ile. Wow! Bao la pili unapata vijana wa Yanga. Lakini mwamuzi ni ishara kwamba anakataa, kama unaona anajilaumu. Ni Isa Ramadhani Isa. Hii ni nafasi ambayo walikaribia kuwa na bao Yanga. Ni kipi ambacho kilihukumiwa? Pengine alihesabiwa kwamba ameushika mpira ule, namna ambavyo aliucheza haionekani moja kwa moja kama aliushika ule mpira, ulipita mbele ya mkono wake na kuwaondosha katika mchezo huu akiwa na alama 3. Yuko chini mchezaji wa Simba akigaagaa kwa maumivu, lakini Isa Ramadhan tanua mguu ule ambao ulikuwa ni katika mazingira hatarishi. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika mchezo wa ligi ya vijana umri chini ya miaka 17, dabi ya Kariakoo, likishuhudiwa bao moja, lakini ukishuhudiwa mchezo mzuri wenye kuvutia na wa aina yake. Viongozi, je, dakika 45 za pili ni nani anakwenda kuonesha ubabe wake zaidi? Karibu sana pote pale ulipo. Hii ni ligi ya vijana umri chini ya miaka 17. Shukuru mpira ambao anapambaniana, lakini hata hivyo kipenga cha mwamuzi kinapulizwa. Yuko chini golikipa wa Yanga, lipambanishwa ile cross, lakini mpira ukatua mikononi mwa golikipa, alimimina majalo yale Ramadhan Kilangi. Imeinuliwa cross ile na Ramadhan Kilangi. Wako katika nafasi ya kufanya jambo Simba, lakini wako salama Yanga. Watafanya nini Yanga kutokea kwenye move hii? Anaiomba Isa Ramadhan, hajapewa yeye. Hata hivyo achia mkwaju wa mbali ule unaokataa golikipa, kwenda kuiosha ile Ramadhani Kilangi. Ramadhani Kilangi amekwenda kuokoa mtoto wa Bukombe Geita. Huyo ametua msimu huu Simba under 17 akitokea Ayosa ya Magomeni hapa Dar es Salaam. Ni mabadiliko ambayo toka nayo moja kwa moja kutoka kwenye dressing room. Achia mkwaju ule, amecheza golikipa lakini ameisindikiza nje. Vinginevyo alikuwa anajaribiwa hatari mno kwenda kuigusia nje ile, alikwenda kuhakikisha, lakini ni kama alikwenda kucheza mpira ambao tayari ulikuwa umeshatoka nje.
baki chini, mwamuzi anapuliza kipenga kwamba hapana, haiko hivyo. Ambao wao hawana jambo dogo. Mwamba yule ametoka kwenye kundi la wengine ile tena amejiunga mpaka hapa, mwejezi ya kijani yule anayarudi vibaya mno. Baki chini. Paniki ni kubwa sana, na hii ndio maana halisi ya dabi ya Kariakoo. Nilikwambia chini ya miaka 17 kadi ya njano inatoka na ni nyekundu. Alikuwa na kadi ya njano tayari Isa Ramadhan Isa, yes, anatolewa nje kwa kadi nyekundu, na ndicho ambacho kilikuwa kinawapa pressure wachezaji wengi wa Yanga. Anakwenda nje mfungaji wa bao. Hapa ndipo alifanya janja ambayo mwamuzi aliiona na anamsend off kwa red card. Mwamuzi anawaambia nashukuru madaktari kwa kazi yenu nzuri. Haya, chukua hiyo Alexis Steve. Jaribu kutafuta nafasi yako kwenye penalty area, nini watafanya? Bado nafasi nyingine tena kwa Simba. Akiwa anajaribu kucomplain kwamba labda kuna penalty. Jaribu kupenyeza mpira ule ambao umekataa. Wanaondoka Yanga. Imekaa kwenye kamba, yes! Wamelevel scoreboard Simba. Hazikuwa dakika 3 za nyongeza ambazo zilikuwa ni za heri kwa Yanga. Wanafanikiwa kulevel scoreboard vijana wa Simba. Itaishaje ikiwa bado muda haujatimia? Lakini ni katika dakika za nyongeza. Lakini wako taban Yanga. Ni furaha kubwa kwa Simba. Iliachiwa mkwaju wa mbali kabisa, ule golikipa ameshindwa kucheza. What a strike! Yes, alifungua mguu ule na ikajibu, ile golikipa amedive lakini hakufanikiwa. Wameamua kurudi nyuma Yanga. Hawataki tena habari za kupishana. Yes, alama moja ni ya Kariakoo kwa upande wa Simba, alama moja ni ya Kariakoo kwa upande wa Yanga. Dabi inaisha namna hiyo, wanagawana alama. Hawaamini kilichotokea. Yanga waliongoza kwa muda mrefu, kila mmoja katika nafasi aliyopo anaishiwa nguvu, dhaifu lihari. Ni ligi kuu ya vijana umri chini ya miaka 17 2025-26, dakika 90 timilifu, Simba 1 Yanga 1.